Hadithi sahihi. Maana zama hizi zatulazimisha kusema hivyo. Katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ra'ati ummi kaannahu kharaja minha nurun Allahat minhu qusuru Shami, kwamba aliona mama yangu kana kwamba mambo yalivyo, kumetoka kwake nuru ambayo yalipata mwangaza. Kutokana na nuru hiyo zilipata mwangaza kasri za Sham. Mwisho wa kunukuu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa kwa zungumziwa uzazi wa Mtume Muhammad. Katika khawariqu na gharaibu ghaibiyan zilizodhihiri, mambo ambayo sio ya kawaida na mambo ya ghaib ambayo huwezi ukayafahamu vizuri, yaliyodhihiri wakati anazaliwa Mtume Muhammad, ni pamoja na mama yake kuona nuru ambayo imetoka kwake yeye, nuru ambayo yalitoa mwangaza makasiri ya Sham kwa sababu ya nuru ya Mtume Muhammad. Kasri za Sham, tunapozungumza kasri za Sham, ni zile ambazo zilikuwa chini ya dola kubwa ya Roman Empire. Ulimwengu hivi sasa tunavyofahamu uko chini ya dola ya Kiamerika na dola ya European Union. Lakini kwa wakati huo dola zilikuwa mbili kubwa. Dola ya Kirumi ambayo inakusanya takriban watu wote wa Ulaya, ndivyo ilivyokuwa, na dola ya Kipeshia Waajemi ambao hukusanya Wafursi wote. Kwa ufupi, siku anazaliwa Mtume Muhammad, zilionekana maeneo ya dola ya Kirumi zikiwepo kasri za Sham, zote ziliwaka nuru. Barzanji katika mlango wa 6 akaweka hili na upatikana katika hiyo hadithi, wa kharaja ma'ahu nurun Allahat lahu qusuru Shami qaisiriya. Kwamba alitoka pamoja nayo nuru ambayo ilimulika makasiri ya Sham. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Uislamu ilikuwa tayari kumeshatoka tangazo la ishara kwamba Uislamu utakubalika mpaka katika watu wa Ulaya. Katika kukubalika huko, na Mtume Muhammad atakuwa ndio kiegezo na ndio kielelezo cha mwongozo kwa watu wa Ulaya pia. Hata watu wa Ulaya watatamani Mtume Muhammad awe ndiye mtu wa kuigwa. Mtu mmoja aliyekufa mwaka 1856, alizaliwa mwaka 1856 akafa mwaka 1850, anaitwa Sir Bernard Shaw. Katika kudhihirisha hilo la kutoka nuru ya Mtume Muhammad katika mwili wa mama yake wakati anazaliwa Mtume, ikaenea mpaka katika kasri za Sham, mtu mmoja anasema, ambaye ni Sir Bernard Shaw, asema the world today is in a dire need of a man like Muhammad to solve complex problems. Kwamba dunia leo imo kwenye mahitaji makubwa
ya mtu kama Muhammad, a man like Muhammad, mtu kama Muhammad. Kwa ajili ya nini? To solve complex problems, ili kutatua matatizo yote makubwa ya ulimwengu. Mimi nilivyomfasiri huyu bwana ni kwamba ameungana na msomaji wa Qur'an ambaye Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kwa namna alivyokuwa akitupitisha katika usomaji wa Qur'an, kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna nyinyi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiigo kilichokuwa chema. Lakini tazama, ni fi rasulillah, fi ya dharfia. Dharfia ni makania au zamania. Kwa hiyo hii fi ina maana Mtume Muhammad ni kiigo chema, umwige Mtume hata wakati unaingia chooni, ni hiyo fi. Wakati ukitoka chooni, ni hiyo hiyo fi. Ukilala unalala vipi? Fi. Ukiamka uamke vipi? Ukitembea unatembea vipi? Ukikutana na wakubwa wafanyaje? Ukikutana na wanyonge unafanyaje? Almuradi kila dakika uwe na fi rasulillah, uishi katika fi rasulillah, dharfiyatu makania. Lakini kila zama uwe na Mtume Muhammad, na kwamba Mtume Muhammad ataendelea kuwa ni kiigo chema hata ndani ya zama za sayansi na teknolojia. Watu wanahitajika wamfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana huyu bwana aliitwa Saa kwa Waingereza. Saa wenyewe wanaamini ni mtu ambaye fikra zake hazichakai, ni sayyidul a'zam kwa Waingereza, ndio al-habib wa Waingereza. Mtu akiwa ni Saa, fikra zake ni hazichakai, na fikra zake zaambiwa ziko hai miaka yote. Kasema kuambia Uislamu, kuambia ulimwengu, the world today is in the dire need of a man like Muhammad to solve complex problems. Dunia leo iko kwenye mahitajio makubwa ya mtu kama Muhammad. Ni nani kama Muhammad? Ni alladhi taassa bisairi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wasara bisairi rasulillah, wasaffa bitasfiyati rasulillah, wazakka bitazkiyati rasulillah. Huyo ndio malaika Muhammad. Lengo lake mtu kama Muhammad, to solve complex problems, kutatua matatizo yote makubwa. Nikuambie ni la mwisho nikae katika moja ya matatizo ambayo si muda mrefu yatakuja kuikumba jamii yetu. Si muda mrefu, ni matatizo ya kutengenezwa wanawake wa kiroboti. Ulaya kutengenezwa sasa, kumeanziwa na Amerika kutengenezwa mwanamke wa kiroboti, mwanamke ambaye ni mwanamke kabisa. Ukimuona kila namna yeye ni mwanamke, hata ngozi yake ni mwanamke, sema yake, sauti yake ni mwanamke. Huyo anaweza kukukaribisha, kukutandikia kitanda, kukupikia, kukuliwaza, kukusemesha na hata kukubembeleza anaweza. Tajiri mmoja katika hii dunia, mkubwa, ndio tajiri nambari moja, Elon Musk. Kutengenezwa ya kichina hayo itakuwa mtihani mkubwa. Nini cha kufanya? The world today is in the dire need of a man like Muhammad to solve complex problems. Ulimwengu wa sasa
uko kwenye mahitajio makubwa ya mtu kama Muhammad, ili kutatua matatizo yote ya ulimwengu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwenyezi Mungu atutakabalie, jalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Maneno mazuri ambayo kwamba yana lugha kila aina. Watu wa London wanatufuatilia, wamesikia habari sisi